Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watu 7 kwa tuhuma za kujipatia kiasi cha shilingi milioni 81 na laki 5 kwa njia ya udanganyifu. Watuhumiwa hao walikamatwa Mei 14 katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya, ambapo walikuwa wakijipatia fedha hiyo kutoka kwa vijana mbalimbali waliotoka maeneo mbalimbali katika mkoa wa Mbeya na maeneo ya mikoa mingine, wakitumia ujanja wa kujipatia fedha au kuwarubuni kwamba watawapatia ajira kwenye kampuni ijulikanayo kwa jina la QNet na Global Alliance. Inadaiwa kuwa walikuwa wakiwashawishi vijana hao watoe kiasi cha shilingi kuanzia shilingi 40,000 hadi milioni 5 ili wajipatie ajira katika kampuni hiyo. Vijana zaidi ya 80 kutoka maeneo mbalimbali nchini waliingia katika mtego huo na kukusanywa katika nyumba zilizopo maeneo ya Iwambi, Shewa, Isyesye na Iyunga jijini Mbeya, na kuwapatia watuhumiwa hao kiasi hicho cha fedha ambacho nimekitaja kwa mategemeo ya kupata ajira nje ya nchi kupitia kampuni hizo mbili ambazo nimezitaja, jambo ambalo lilikuwa ni uongo. Kwa hiyo watuhumiwa waliokamatwa ni William Hamisi, huyu ni mkazi wa Mwambene; Tyson Rubida, huyu ni mkazi wa Shewa; Onesmo Hide Bones, mkazi wa Isyesye; Charles Masanja, mkazi wa Iwambi; Chemka Mwanyanga, mkazi wa Iwambi, na Gracia Ephraim, mkazi wa Isyesye jijini Mbeya, pamoja na mtu mwingine ambaye amejulikana kwa jina Ezekiel Mgogo, mkazi wa Igunga mkoani Tabora. Polisi mkoa wa Mbeya inatoa wito kwa watu wenye tamaa za kujipatia fedha kwa njia isiyo halali kuacha mara moja, na badala yake wafanye kazi halali ili kujipatia kipato badala ya kuwarubuni wananchi au vijana ambao hawana ajira. Vilevile inatoa rai kwa vijana wanaotafuta ajira kuepukana na tabia ya kutoa fedha kabla ili kupata ajira, kwani hakuna utaratibu wa kutoa fedha ndipo upate ajira katika nchi ya Tanzania. Badala yake kuna mifumo ambayo imewekwa, kwa hiyo inabidi waifuate ili kuweza kujipatia ajira. Alitoa taarifa kwetu kwamba anakuja, alitoka Mafinga kuja huko, anasema kuja kufanya interview ya kazi, lakini baadaye akatoa taarifa kwamba interview hiyo inaenda kufanyika Arusha, makao makuu ya hiyo taasisi. Kwa hiyo akasema kwamba anahitaji kupewa kiasi cha shilingi milioni 4 kwa ajili ya laptop ya kufanyia kazi, lakini pia kwa ajili ya kutengeneza passport na nyingine kwa ajili ya kusoma course ili afanye hiyo kazi. Tukajiuliza maswali mengi kwamba kwa nini utoe fedha ili upate kazi? Milioni 4 ni hela nyingi, kwa nini usinjoo nyumbani tukupe ili ufanye biashara? Kama tunayo tusinjoo nyumbani tukupe ufanye biashara. Akasema hata hii ni biashara, kwa hiyo mimi siwezi kurudi huko, tafuteni hiyo milioni 4 mimi niweze kufanikiwa jambo langu. Tukasema haiwezi kutokea, lakini baadaye akasema na kipande cha ardhi tuguze maeneo ili tumpe hiyo milioni 4. Sisi tulipatwa na mashaka, tukaanza kufuatilia kwamba huyu mtu kweli yuko Arusha. Baadaye tukagundua huyu mtu hayuko Arusha. Ndio baadaye kwa msaada wa jeshi la polisi mimi nikasafiri kutoka Mafinga kuja huku kwa ajili ya kufuatilia jambo hilo. Kwa siku ndio amekamatwa kwa Mbeya. Moja ya sababu kwa nini hatujampatia, kwa sababu tulijaribu kuweka mtego wa Arusha ili aende akachukue hiyo hela, hakwenda. Tukajua huyu mtu hayupo Arusha ila yupo Mbeya. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye
vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.